ya 5 ya ibara hii kitaundwa na kutekeleza majukumu yake kwa kufuata masharti ya katiba hii na katiba ya Zanzibar kadiri itakavyokuwa. Sababu za walio wengi zinaeleza hivi: kuainisha kwa usahihi zaidi mipaka ya kiutendaji ya serikali ya muungano kwa mambo ya muungano na kuyatofautisha na yale yasiyo ya muungano. Hii ni kushughulikia mojawapo ya kero za muungano. Pia ni kuainisha vizuri mgawanyo wa mamlaka ya vyombo vya utekelezaji wa shughuli za serikali. Ibara ya 61 vyombo vya utendaji vya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walio wengi walipendekeza ifutwe baada ya kupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kutoka Tanzania bara. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa upande wa Zanzibar. Sababu maudhui yameshaainishwa kwenye ibara ya 60. Ibara ya 62 mamlaka ya serikali ya muungano. Ibara ya 62 ibara ndogo ya kwanza, ya pili na tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hizi wajumbe walipendekeza ifanyiwe marekebisho. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano. Wajumbe walio wengi wanapendekeza ibara hii ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo: ibara ya 62 ibara ndogo ya pili ifutwe, ibara ya 62 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya 62 ibara ndogo ya tatu zirekebishwe na kusomeka kama ifuatavyo. Ibara ya 62 isomeke: serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa na mamlaka na utekelezaji katika Jamhuri ya Muungano kwa mambo yote yaliyoorodheshwa kwa mambo ya muungano na pia kwa mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Tanzania bara. Ibara ya 62 ibara ndogo ya pili isomeke hivi: bila kuathiri masharti ya ibara hii, serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa makubaliano maalum baina yake na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaweza kutekeleza jambo lolote lililo chini ya mamlaka ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa makubaliano hayo. Sababu madhumuni ya mapendekezo haya ni kuipa mamlaka ya serikali ya muungano ya kutekeleza masuala ya maendeleo yanayohusu Zanzibar ili kuleta uwiano wa maendeleo kwa pande mbili za muungano, na pia yaliyo chini ya mamlaka ya serikali ya Zanzibar yatekelezwe na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar bila kuingiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 63 mambo ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii iliungwa mkono ibaki kama ilivyo kwa kupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kutoka pande zote mbili za muungano. Sababu kwa kuwa inaainisha mambo ya muungano. Ibara ya 64 nchi washirika. Ibara ya 64 ibara ndogo ya kwanza, ya pili, ya tatu na tano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walipendekeza ifanyiwe marekebisho. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano. Lakini wajumbe walio wengi wanapendekeza ibara hii ifanyiwe marekebisho yafuatayo. Wajumbe walio wengi wanapendekeza maelezo ya pembeni, yani marginal note, yasomeke mambo yasiyo ya muungano. Lakini pili, kila penye neno serikali ya Tanganyika isomeke serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hivyo basi, wajumbe walio wengi wanapendekeza ibara ya 64 isomeke kama ifuatavyo: serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa na mamlaka kwa mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Tanzania bara, na kwa mambo yote yasiyo ya muungano yaliyokubalika kutekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano, makubaliano maalum na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 62 ibara ndogo ya pili. Sababu madhumuni ya mapendekezo haya ni kuweka usahihi juu ya mambo yasiyo ya muungano ili kuweza kuyatofautisha na yale ya muungano. Ibara ya 65 mamlaka ya nchi washirika. Ibara ya 65, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walipendekeza ifanyiwe marekebisho. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano. Ni maoni ya wajumbe walio wengi kwamba ibara ya 65 ifanyiwe marekebisho yafuatayo:
Kwanza, maneno ya pembeni marginal notes yasomeke mamlaka ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa mambo yasiyo ya muungano. Lakini pia ibara ndogo ya kwanza, ya pili na tatu zifutwe na ibara ndogo ya 4 iwe ibara ndogo ya kwanza. Hivyo basi ibara hii isomeke kama ifuatavyo: 65 ibara ndogo ya kwanza. Bila kuathiri mipaka iliyowekwa na katiba hii, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itakuwa na mamlaka na haki zote juu ya mambo yasiyo ya muungano, na katika utekelezaji wa mamlaka hayo, itakuwa na uwezo na uhuru wa kuanzisha mahusiano au ushirikiano na jumuiya au taasisi yote ya kikanda au ya kimataifa, na wakati wa kutekeleza majukumu yake chini ya ibara hii inaweza kuomba ushirikiano kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kufanikisha uhusiano na jumuiya au taasisi ya kimataifa au kikanda, na serikali ya Jamhuri ya Muungano inapaswa kutoa ushirikiano huo kwa namna itakavyohitajika. Sababu: ili kuweka utaratibu mzuri zaidi wa kutekeleza mambo ya muungano na sio ya muungano kwa pande zote mbili za muungano bila ya kuwa na manunguniko. Pia ni kwa ajili ya kuweka utaratibu utakayowezesha Zanzibar kutekeleza mamlaka yake kuhusu mambo yasiyokuwa ya muungano ndani na nje ya nchi. Katika kufanya hivyo, inaweza kuanzisha ushirikiano na jumuiya au taasisi yoyote, na pia inaweza kupata ushirikiano na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 66, mahusiano kati ya nchi washirika. Ibara ya 66, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walipendekeza ifanyiwe marekebisho. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano. Mapendekezo ya marekebisho ya walio wengi ni kama ifuatavyo: maneno ya pembeni marginal notes isomeke mahusiano kati ya nchi washirika, yabadilishwe na kusomeka mahusiano kati ya serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Pia kila nchi shirika inaweza, lakini pia kufuta maneno kutekeleza majukumu hayo na badala yake kuandika maneno serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kufuta maneno nchi mshirika nyingine au baina ya nchi mshirika. Hivyo wajumbe walio wengi wanapendekeza ibara hiyo isomeke kama ifuatavyo: katika kutekeleza majukumu yake katika maeneo mbalimbali, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itazingatia misingi ya kushirikiana na kushauriana na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa lengo la kukuza na kulinda maslahi ya taifa na maendeleo ya wananchi. Sababu: kuweka msingi wa serikali zote mbili kuwahudumia wananchi. Ibara ya 62 ibara ndogo ya pili, wajumbe wanapendekeza ibara hii ifutwe. Sababu: kwa kuwa maudhui yake yamezingatiwa katika ibara ya 66 moja. Ibara ya 66 ibara ndogo ya tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wanapendekeza ibara hii ifanyiwe marekebisho baada ya kupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kutoka Tanzania bara. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa upande wa Zanzibar. Marekebisho yanayopendekezwa ni kama ifuatavyo: kwanza, kufuta maneno za nchi washirika. Pili, kufuta maneno kati ya vyombo vya na kuongeza neno cha. Na tatu, kufuta maneno hizo na uendeshaji wa shughuli. Hivyo wajumbe walio wengi wanapendekeza isomeke kama ifuatavyo: utendaji wa serikali au wa chombo chochote cha serikali utatekelezwa kwa kuzingatia umoja wa Jamhuri ya Muungano, nia, umuhimu na azma ya kukuza umoja wa kitaifa na kudumisha heshima ya taifa. Sababu: kudumisha umoja na mshikamano wa wananchi wa kuzingatia muundo unaopendekezwa wa serikali mbili. Ibara ya 67, mawaziri wa kazi. Ibara ya 67 ibara ndogo ya kwanza, ibara ndogo ya pili na tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walipendekeza ifanyiwe marekebisho. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano. Sababu: muundo wa serikali mbili unaopendekezwa na wajumbe hautakuwa na mawaziri wa kazi. Ibara ya 68, mamlaka ya wananchi. Ibara ya 68 ibara ndogo ya kwanza, ya pili na tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walipendekeza ifanyiwe marekebisho kwa kuandikwa upya. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano.
Hivyo ibara hii imeandikwa upya kama ifuatavyo: Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zitapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi kupitia uchaguzi wa kidemokrasia utakaoendeshwa na kusimamiwa na vyombo vitakavyopewa mamlaka na katiba hii na katiba ya Zanzibar kwa kadiri itakavyokuwa. Sababu ni kuweka msingi wa mamlaka za serikali kuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia. Ibara ya 69, wajibu wa kulinda muungano. Ibara ya 69, ibara ndogo ya kwanza, ya pili na tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walio wengi walipendekeza ifanywe marekebisho kwa kuandikwa upya. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa pande zote mbili za muungano. Lakini wajumbe walio wengi wanapendekeza ibara hii ifanywe marekebisho kama ifuatavyo: kwanza, kufuta maneno wajibu wa kila raia kwa mujibu wa; pili, kuongeza maneno masharti ya; tatu, kufuta maneno au katiba za nchi washirika; na nne, kuongeza maneno na katiba ya Zanzibar. Hivyo basi, wajumbe walio wengi wanapendekeza ibara hii isomeke kama ifuatavyo: bila kuathiri masharti ya katiba hii, viongozi wakuu wenye mamlaka ya utendaji katika Jamhuri ya Muungano waliotajwa katika ibara ndogo ya tatu watawajibika kila mmoja wao katika kutekeleza madaraka waliopewa kwa mujibu wa katiba hii na katiba ya Zanzibar, na kuhakikisha kuwa analinda, anaimarisha na kudumisha muungano. Sababu: kwa kuwa viongozi wa Jamhuri ya Muungano na Zanzibar wanawajibika kulinda muungano kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar. Ibara ya 69, ibara ndogo ya tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii wajumbe walio wengi walipendekeza ifanywe marekebisho baada ya kupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kutoka Tanzania bara. Hata hivyo, ibara hii haikupata theluthi mbili ya kura za maamuzi kwa upande wa Zanzibar. Wajumbe walio wengi wanapendekeza ifanywe marekebisho kwa kufuta maneno rais wa Tanganyika na badala yake kuandika waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ibara hii isomeke kama ifuatavyo: viongozi wakuu wanaohusika na masharti ya ibara hii ni a, rais wa Jamhuri ya Muungano; b, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; c, rais wa Zanzibar; na d, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sababu: ili kuainisha viongozi wa juu wa Jamhuri ya Muungano na Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni ya wajumbe walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yangu inayo maoni ya wajumbe walio wachache na maoni yao itakuwa ni sehemu ya taarifa hii, lakini kutokana na maoni yao ni mengi, hivyo basi tumekubaliana kufanya summary ya maoni hayo. Maoni yaliyomo katika taarifa hii ya kamati namba 10 ni sehemu ya taarifa ya kamati hii. Maoni ya wajumbe wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya, naomba sasa niwasilishe maoni ya wachache kama yalivyoandaliwa kwa mujibu wa kanuni ya 32 kanuni ndogo ya 4, nikianzia na sehemu ya kwanza. Sura ya kwanza, sehemu ya kwanza: jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa. Ibara ya kwanza, ibara ndogo ya kwanza. Katika ibara ya kwanza ya rasimu, maoni ya wajumbe walio wachache ni kuwa ibara hii kama ilivyo ina upungufu ufuatao: uwepo wa maneno ya muungano na shirikisho imeonekana sio sahihi sana katika kifungu hiki, ambapo sasa inashauriwa kwamba ibara ya kwanza maneno ya mwisho yanayosomeka ambazo kabla ya hati ya makubaliano ya muungano ya mwaka 64 zilikuwa nchi huru yaondoke. Hivyo basi kifungu hichi kiandikwe upya kama ifuatavyo: Shirikisho la Jamhuri ya Tanzania ni shirikisho ambalo limetokana na muungano wa nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Zanzibar. Sababu: muungano haukusudia kufuta uhuru wa nchi zilizoungana,
na hatuamini kwamba kwa kukubali kuingia katika muungano nchi washirika zilisalimisha uhuru wao, na ndiyo maana tunaendelea kusherehekea tarehe 9 Disemba ni siku ya uhuru wa Tanganyika na tarehe 12 Januari ni siku ya mapinduzi ya Zanzibar. Ibara ya kwanza, ibara ndogo ya pili, marekebisho yaliyo wachache wanapendekeza ibara hii isomeke kama ifuatavyo: Shirikisho la Jamhuri ya Tanzania ni shirikisho la kidemokrasia linalofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa, usawa wa binadamu, kujitegemea, utawala wa sheria, kuheshimu haki za kibinadamu na lisilofungamana na dini. Sababu za walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume imetambua ukweli wa kihistoria kwamba kumekuwepo mjadala wa miaka mingi miongoni mwa Tanzania kuhusu aina ya muungano uliopo Tanzania, iwapo ni shirikisho au la. Kwa mujibu wa tume, mjadala huu unadhihirishwa na kauli ya Mwalimu Nyerere katika mkutano mkuu wa halmashauri kuu ya CCM uliofanyika Dodoma kati ya tarehe 24 na tarehe 30 Januari mwaka 1984 kupa muungano wa Tanzania ukiangalia kwa jicho la Zanzibar ni wa shirikisho, lakini ukiangalia kutoka upande wa Tanzania bara ni serikali moja. Kwa sababu pendekezo hili litaondoa utata wa aina ya muundo wa muungano ambao umesababisha kuvunjwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano na serikali zote mbili mara kadhaa. Ibara ya kwanza, ibara ndogo ya 3 ifutwe kabisa. Sababu, kwa mujibu wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, lengo la ibara hii ni kuainisha aina na hadhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa ni muungano wenye mamlaka kamili, yani sovereign federal state. Hatua hii ina lengo la kuimarisha muungano kwa kuipa mamlaka ya kidola Jamhuri ya Muungano na kubainisha utambulisho, uwezo na mamlaka ya nchi washirika katika muungano. Ibara ya pili, eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wachache inapendekeza isomeke kama ifuatavyo: Shirikisho la Jamhuri za Tanzania ni eneo la Tanganyika likijumuisha sehemu yake ya ardhi, bahari, maziwa na mito, na eneo lote la Zanzibar likijumuisha sehemu yake ya bahari. Sababu, kimsingi ni kwamba sura ya nchi inahusisha vitu mbalimbali kama ilivyodokezwa katika kifungu hicho cha hapo juu. Ardhi, bahari, mito, maziwa na vitu vinginevyo ndivyo vinavyounda kitu kinachoitwa sura ya nchi. Katika hali hiyo, mipaka ya nchi inaweza kuwa ni mito, ardhi yenye milima au tambarare, bahari na maziwa. Kwa hivyo, nyongeza ya ardhi na maziwa ni muhimu sana katika ibara hii, na hivyo kuifanya katiba yetu kuwa wazi kuhusu eneo la nchi yetu yenye muungano wa shirikisho baada ya kupitishwa kwa rasimu hii. Ibara ya 4, lugha za taifa na lugha za alama. Ibara ya 4, ibara ndogo ya kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wachache wanapendekeza kuwa pahala penye maneno Jamhuri ya Muungano liondolewe na kuwekwa kifungu cha maneno Shirikisho la Jamhuri za Tanzania, kisha iongezeke mahakama na bunge. Mwisho kabisa kwa kifungu hichi, neno na linalopatikana katika kitaifa na kiserikali lifutwe na kuweka mkato katikati ya maneno haya. Ibara ya 4, ibara ndogo ya 3, wajumbe walio wachache wanapendekeza kuondoa kifungu cha maneno yafuatayo: nukta nundu, na kuweka maneno mbadala yafuatayo: lugha za alama, alama mguso na breli. Sababu, ni ushauri wa wataalamu mbalimbali wa elimu maalumu na wahusika wa matumizi ya lugha za alama, alama mguso na breli. Ibara ya 5, tunu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wachache wanashauri kifungu hicho kiandikwe upya kama ifuatavyo, ambapo kuna mabadiliko ya maneno mbalimbali. Shirikisho la Jamhuri ya Tanzania zitaenzi na kuzingatia tunu za taifa kama lilivyopendekezwa na tume, na kisha kuongeza tunu zifuatavyo: H, kweli, na I, haki na usawa. Sababu, kimsingi sisi wajumbe tulio wachache tunashangaa na tutaendelea kuwashangaa wajumbe walio wengi
na mtu yoyote yule anayepinga uwepo wa tunu za uwazi, uwajibikaji na uadilifu kwamba zisiwe tunu za taifa, ilhali wameridhia tunu nyingine zilizopendekezwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Sehemu ya pili, mamlaka ya wananchi, utii na hifadhi ya katiba. Ibara ya 6 na 7. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sehemu ya pili ya sura ya kwanza, wajumbe walio wachache wanashauri kwamba ibara ya 6 na 7 zibaki kama zilivyo. Ibara ya 8, ukuu na utii wa katiba. Katika majadiliano kwenye kamati, wajumbe walio wachache wameshauri na kupendekeza kufanya marekebisho yafuatayo. Ibara ya 8 inapaswa itamke wazi kwamba ukuu wa katiba hii utahusika na mambo ya muungano tu kama yalivyowekwa kwenye nyongeza ya katiba. Hivyo basi, ibara ya 8 ibara ndogo ya kwanza irekebishwe kwa kuongeza maneno yafuatayo mwisho wa kifungu hicho: kwa kadiri yatakavyohusika na utekelezaji wa mambo shirikisho, ili isomeke kama ifuatavyo: katiba hii ni sheria kuu katika shirikisho la Jamhuri za Tanganyika na Zanzibar kwa kuzingatia masharti ya katiba hii na kwa kadiri yatakavyohusika na utekelezaji wa mambo ya shirikisho. Ibara ya 8 ibara ndogo ya 4. Wajumbe walio wachache wanapendekeza kuwa ibara hii irekebishwe kwa kuongeza maneno yafuatayo mwishoni mwa kifungu hicho: kwa kadiri utakavyokuwa unahusu utekelezaji wa mambo ya shirikisho kama yalivyoorodheshwa kwenye nyongeza ya katiba hii. Sababu hili ni muhimu kwa sababu katika rasimu ya katiba mpya sura ya 4 inahusu suala la haki za binadamu. Ibara ya 8 ibara ndogo ya 4 isipobainisha wazi kwamba sheria, mila, desturi au uamuzi unaokusudiwa ni kuhusiana na mambo ya muungano tu, utekelezaji wake unaweza ukaleta mtafaruku, hasa ikizingatiwa sehemu ya mfumo wa sheria ya nchi mshirika mmoja, yani Zanzibar, inatambua sheria za Kiislamu katika mambo ya kifamilia, na mfumo huu umewekewa mahakama ya kadhi ambayo uwezo wake unatambuliwa ndani ya katiba ya Zanzibar. Sura ya 6, muundo wa Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika majadiliano kwenye kamati, wajumbe walio wachache wameshauri kupendekeza kufanya marekebisho yafuatayo. Kwanza ni kichwa cha habari cha sura hii kitakachosomeka kama ifuatavyo: muundo wa shirikisho la Jamhuri za Tanzania, na kisha marekebisho katika ibara zifuatazo za sura ya 6. Ibara za 60 ibara ndogo ya kwanza, ibara ya 61 ibara ndogo ya kwanza, ibara ya 62 ibara ndogo ya kwanza, ibara ya 63 kwa kurekebisha vifungu vya maneno yaliyotumika kwa kuviandika upya kama ifuatavyo. Ibara ya 61, ibara hii irekebishwe. Wajumbe walio wachache wanapendekeza ibara hii irekebishwe kwa kufuta maneno Jamhuri ya Muungano wa, na badala yake yawekwe maneno shirikisho la Jamhuri za katika kila ibara ndogo iliyoandikwa hivyo. Ibara ya 61 ibara ndogo ya kwanza liwekwe neno shirikisho la Jamhuri za Tanzania kila pahala penye neno Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 62 ibara ndogo ya kwanza ifanyiwe marekebisho kwa kufuta maneno Jamhuri ya Muungano wa, na badala yake yawekewe maneno shirikisho la Jamhuri za katika kila ibara ndogo iliyoandikwa hivyo. Ibara ya 63 irekebishwe kila pahala penye kifungu cha maneno kisemacho Jamhuri ya Muungano na kuweka shirikisho la Jamhuri za Tanzania. Vile vile hata katika kila ibara ya rasimu hii ifanywe hivyo. Sababu, Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya 6 ya rasimu inahusu muundo wa shirikisho la Jamhuri za Tanzania. Ni maoni yetu kwamba ili kufahamu maoni ya wajumbe walio wachache kuhusiana na muundo wa muungano, ni vizuri kwanza kujikumbusha hali halisi ya muungano ilivyo katika miaka 50 iliyopita, ili kujua ni muundo upi unaweza kutuondoa katika hali iliyopo sasa. Muungano wa Zanzibar na Tanganyika umepita katika misukosuko kadhaa tokea kuasisiwa kwake miaka 50 iliyopita, lakini mtikisiko ulioukumba katika siku za karibuni ni mkubwa sana.
ni mkubwa kwa sababu umegusa kiini cha muungano huu, ambapo suala linaloulizwa ni iwapo kwa kule kukubali kushirikiana katika baadhi ya mambo, je, Zanzibar na Tanganyika zimejifuta na hivyo kupoteza hadhi zake kama nchi? Hilo limekuwa ndio suala kubwa linaloulizwa na wananchi wa Tanganyika na Zanzibar, hasa baada ya Waziri Mkuu Mizengo Pinda kutamka bungeni kwamba Zanzibar si nchi kati ya mwaka 2007 na 2009. Hitimisho na shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kukushukuru wewe binafsi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Jakaya Kikwete, kwa kutupatia jukumu hili muhimu na la kihistoria. Aidha, shukrani za dhati ziwaendee wajumbe wa kamati namba 10 ambao walijitolea kwa uvumilivu katika kuchambua rasimu ya katiba na kuwezesha kuwasilishwa kwa taarifa hii. Napenda kuwatambua wajumbe hao wa kamati kwa majina yao kama ifuatavyo, lakini kutokana na ufinyo wa muda wamo kwenye rasimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia napenda kumshukuru Katibu wa Bunge Maalum ndugu Yahya Hamis Hamad, Naibu Katibu wa Bunge Maalum Dr. Thomas D. Kashilila na watumishi wote wa Bunge Maalum kwa kuisaidia kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho nawashukuru makatibu, watafiti, waandishi wa sheria na wasaidizi wa kamati hii, ndugu Nesta Kawamala, ndugu Tumsifu Masamale, ndugu Fatma Saleh Amur, ndugu Aziza Waziri Khair, ndugu Waziri Juma Kizingiti, ndugu Mariam Sabah Mumin kwa kusaidia kamati na kufanikisha kazi hii muhimu ya historia. Baada ya kusema hayo, naomba taarifa ya kamati namba 10 kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba sasa ijadiliwe na Bunge Maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana na kushukuru sana jinsi ulivyotenda haki kwa sehemu zote mbili za taarifa. Sasa nimearifiwa kwamba atakayetoa ufafanuzi kwa mujibu wa kanuni zetu ni Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia leo kuweza kuja hapa kuwasilisha maoni ya wachache na kufafanua maoni ya wachache kama yalivyowasilishwa na katika kamati yetu namba 10. Pili, naomba kukushukuru wewe mwenyewe kwa kuweza kuliendesha bunge hili na hususan kwa leo kuweza kuzifata na kuziheshimu kanuni zetu zinazoongoza bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndizo msingi ambao rasimu yote imejengwa juu ya sura hizi mbili. Hii ni kwa sababu sura hizi mbili zinazungumzia mfumo na muundo wa muungano. Katika sura ya kwanza, mfumo na muundo wa muungano unatajwa kwenye ibara ya kwanza na ibara ya pili. Na kwa upande wa sura ya 6, sura nzima inahusu muundo wa Jamhuri ya Muungano. Ni maoni ya walio wachache katika kamati namba 10 kuwa ikiwa mapendekezo ya msingi ya mfumo wa shirikisho hayatakubaliwa, ni vigumu kuendelea kujadili rasimu ya katiba, kwani karibu sura zote zimeandaliwa kwa kuzingatia mfumo wa shirikisho wa serikali tatu. Maoni ya wachache yanaafiki na kukubaliana na maoni ya Watanzania walio wengi waliotoa mbele ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni shirikisho na wala sio muungano wa nchi moja kwa maana ya unitary state. Mfumo wa shirikisho wa serikali tatu uliopendekezwa katika rasimu ya katiba ndio unaofaa kutatua matatizo ya muungano yaliyodumu kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamekuwa na upotoshaji
kwamba mawazo au mapendekezo ya rasimu ya katiba ni kama kwamba ni mapendekezo ya Jaji Warioba. Haya ni mapendekezo ya tume ya katiba, mapendekezo ya Jaji Agostino Ramadhani, mapendekezo ya Dr. Salim Ahmed Salim, mapendekezo ya Joseph Butiku, mapendekezo ya Profesa Kabudi, mapendekezo ya marehemu Dr. Sengondo Mvungi. Kwa hiyo haya ni mapendekezo ya tume, na mimi namheshimu sana Jaji Warioba kwa sababu kabla ya kuwa mwenyekiti wa tume msimamo wake ulikuwa mfumo wa serikali mbili. Baada ya kupata maoni ya wananchi akakubali kwamba maoni ya wananchi, hoja zilizojengwa ndani ya tume, walivyopitia tafiti mbalimbali, kwamba mfumo unaokidhi mahitaji ya Tanzania ya leo ni mfumo wa serikali tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya rasimu ya katiba kuwa ni maoni ya wananchi wengi yanathibitishwa na takwimu za tume na uchambuzi wa wanataaluma mbalimbali. Baraza la Katiba la Law Academics Constitutional Forum ambalo lilijumlisha maprofesa wazito wa sheria wakiwemo Profesa Mgongo Fimbo, Profesa Josephat Kanywanyi, Profesa Chris Maina Peter, Profesa LX Mbunda, Profesa Michael Wambali na kijana wetu ambaye aliongoza hapa katika kutayarisha kanuni Dr. Tuli Ackson na wengine wengi, walikubaliana na ninanukuu, yaliyomo ndani ya rasimu zote mbili yametoka kwenye mapendekezo ya wananchi. Hawa ni maprofesa wa sheria, wanakiri kwamba rasimu zote mbili mawazo yake yametoka kwa wananchi. Baraza la Katiba la wataalamu wanasheria pia walichambua hoja kuhusu uwezo wa bunge maalum la katiba na kufikia hitimisho lifuatalo. Ninanukuu: sisi katika shule ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na wanataaluma wa sheria kutoka vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini waliungana nasi katika mijadala kuhusu rasimu zote mbili za katiba. Tunaamini kwamba wananchi wa Tanzania wameisha kutoa maoni yao kuhusu katiba wanayoitaka kwa tume ya mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, rasimu hiyo haiwezi ikawa kamilifu bila matatizo hapa na pale. Hivyo kazi kuu ya bunge maalum la katiba, wataalamu, asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla ni kutoa mawazo yao kuboresha rasimu hii ya pili na sio kuivuruga kwa kuingilia misingi yake mikuu ambayo imeijenga. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi mkuu wa rasimu ya katiba ni shirikisho la serikali tatu. Kupendekeza mfumo wa serikali mbili ni kuingilia na kuvuruga kabisa misingi muhimu wa maoni ya wananchi yaliyoratibiwa na tume ya mabadiliko ya katiba, na kwa hiyo ni kitendo cha kuwabeza na kuwadharau wananchi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Jaji Warioba alipowasilisha rasimu ya katiba katika bunge maalum alisema, na nanukuu, mchanganuo wa takwimu hizi unaonyesha kuwa wananchi waliotoa maoni kuhusu muundo wa muungano kwa upande wa Tanzania bara, 13% walipendelea serikali moja, 24% walipendekeza serikali mbili,
na asilimia 61 walipendekeza serikali tatu. Kwa upande wa Zanzibar, asilimia 34 walipendekeza serikali mbili na 60 walipendekeza muungano wa mkataba, na watu 25, asilimia 0.1, walipendekeza serikali moja. Kuna wajumbe wa kamati walihoji takwimu za tume ya mabadiliko ya katiba na wakakubaliana na hotuba ya Rais Kikwete katika bunge maalum iliyoeleza kuwa, na ninanukuu, takwimu za tume zinaonyesha vile vile kuwa tume ilipokea maoni 772,211. Kati ya hayo asilimia 10.4 tu ndiyo yaliyozungumzia muundo wa muungano na asilimia 88.6 hawakuzungumzia muungano bali mambo mengine. Hivyo basi wanahoji pia kwamba kama muundo wa muungano ungekuwa ni jambo linalowakera Watanzania wengi, lingedhihirika kwenye idadi ya watu waliotoa maoni na kwenye idadi ya maoni yaliyotolewa. Yote hayo hayakujitokeza. Waliozungumzia muungano walikuwa asilimia 13.6 tu ya watu wote waliotoa maoni, na maoni yanahusu muungano yalikuwa asilimia 10.4 ya maoni yote. Hivyo basi wanauliza, usahihi wa hoja ya Watanzania wengi kutaka serikali tatu uko wapi? Mwisho wa kunukuu. Maoni ya wabunge wachache ni kwamba kutafsiri kuwa kama Mtanzania hakuzungumzia mfumo wa muungano, maana yake ameridhika na mfumo uliopo, sio sahihi. Tume ilitoa uhuru kwa wananchi kuzungumzia suala lolote wanalotaka liingizwe katika katiba. Hakuna mtu angeweza kuzungumzia mambo yote ya katiba. Kwa mfano, jumla ya maoni kuhusu haki za wanawake yalikuwa 5,755 kati ya maoni 772,211, sawa na asilimia 0.75. Je, rais angekuwa sahihi kusema kuwa Watanzania hawataki haki za wanawake ziingie katika katiba kwa sababu waliotoa maoni kuhusu haki za wanawake walikuwa chini ya asilimia 1 ya waliotoa maoni ya kuhusu katiba? Ni wazi kama angesema hivyo, kina mama na sisi tunaounga mkono haki za wanawake twengekuja juu kweli kweli. Kwa huwezi ukachukua takwimu za wale waliotoa maoni kama ni wachache, basi yale maoni waliotoa hayana uzito. Na ukitazama wote waliotoa maoni, hususan kwa upande wa Tanzania bara, hakuna hata hoja moja iliyotolewa maoni na zaidi ya watu asilimia 40. Kwa hiyo mambo yote yaliyotolewa maoni yangeonekana kwamba hayajatolewa maoni na watu wengi. Ndugu zangu, uchambuzi wa takwimu, kwa sababu tume iliruhusu watu wote kwenda kutoa maoni, haikuweka kizingiti. Uchambuzi walioufanya kwa kutazama wale waliotoa maoni na kuchukua maoni yao kuwa kama ndio mwelekeo wa maoni ya Watanzania ni sahihi kabisa. Lakini vile vile kwa upande wa Zanzibar, swala la mfumo wa muungano ndiyo lililokuwa kubwa zaidi. Asilimia 76 ya maoni yaligusa mfumo wa muungano. Lakini vile vile, ndugu zangu, tume katika sheria hawakutegemea tu maoni ya wananchi. Walipewa jukumu ya kufanya uchambuzi wa mapitio mbalimbali, wa katiba mbalimbali, wa tume ya Nyalali, tume ya Kisanga, mapendekezo ya tume ya Amina.
Pia walielezwa wafanye uchambuzi na utafiti kuhusu muungano huu. Kwa hiyo swala la mapendekezo yao halikujikita katika maoni tu ya wananchi, lakini pia kwa kupitia nyaraka mbalimbali na utafiti mbalimbali uliofanywa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni ya tume kuhusu mfumo wa serikali ni maoni muafaka, ni maoni ambayo tunapaswa kama bunge maalum kuyazingatia. Ni maoni ambayo ndiyo yametuletea rasimu na hata utaratibu wa kupitisha rasimu. Utaratibu huu umekuwa unazingatia kwamba wajumbe kutoka Zanzibar na wajumbe kutoka Tanganyika au Tanzania bara. Sasa ikiwa tunatunga katiba ya serikali mbili, itabidi katiba hiyo iingize mambo ya Tanganyika. Sasa hawa wajumbe wa Zanzibar wana haki gani ya kupiga kura tutakapokuwa tunajadili mambo ya Tanganyika? Hii ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba tume imetoa takwimu, lakini pia tume ilitazama mapendekezo yaliyotolewa na asasi mbalimbali. Maoni ya serikali tatu yametolewa na baadhi ya taasisi za kiserikali, ama moja kwa moja au kwa tafsiri ya mapendekezo yao. Alipokuwa anatuhutubia hapa, Jaji Warioba alieleza kwamba, na ninanukuu, Baraza la Ofisi ya Makamu wa Rais lilipendekeza kuhusu muundo wa serikali kwamba, na Jaji Warioba akanukuu mapendekezo ya ofisi ya makamu wa rais. Ofisi hiyo imesema kuwe na rais mmoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wakuu wa serikali za washirika wa muungano wapewe vyeo vingine vinavyoendana na hadhi na mamlaka zao. Pia katika kutaja hizo serikali tatu, inabidi tuzitenganishe ili serikali ya muungano ionekane ndiyo ya juu. Mwisho wa kunukuu. Baraza la Ofisi ya Waziri Mkuu lilipendekeza kuhusu uongozi wa taifa kwamba kuwe na nanukuu taarifa yao, Rais wa Jamhuri ya Muungano, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, Waziri Mkuu wa serikali ya Tanganyika na Waziri Mkuu wa serikali ya Zanzibar. Mapendekezo haya ni kwa sababu hakuna umuhimu wa kuwa na marais watatu katika nchi moja, na wala neno rais halimuongezei hadhi kiongozi yeyote. Pia kutoa nafasi kwa mawaziri wakuu kuwa watendaji zaidi na hivyo kusimamia serikali za washirika. Mwisho wa kunukuu. Hili ni Baraza la Katiba la Ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa sisi wajumbe wachache katika kamati namba 10 tulishangaa kuona baadhi ya mawaziri waliomo ndani ya kamati yetu wamekuwa hawaungi mkono msimamo uliotolewa na Baraza la Katiba la Ofisi ya Waziri Mkuu. Tukabaki tunastaajabu, imekuwaje? Waziri Mkuu mwenyewe kapendekeza mfumo wa serikali tatu, Baraza la Katiba. Mawaziri waliokuwemo ndani ya kamati yetu ghafla tunawaona sasa mfumo wa serikali mbili. Kumekuwaje huko? Vile vile, ndugu zangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kamati yetu tulikuwa na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Jaji Warioba alitueleza kuwa, na ninanukuu, Baraza la Wawakilishi Zanzibar lilipendekeza kuwepo kwa mamlaka huru ya Zanzibar, mamlaka huru ya Tanganyika, mamlaka ya Muungano
na iwekwe wazi maeneo, uwezo, nguvu, utendaji na mipaka ya kila mamlaka. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa Kiswahili cha bara au cha Tabora, mamlaka huru ya Zanzibar, mamlaka huru ya Tanganyika na mamlaka ya Muungano maana yake ni serikali ya Zanzibar, serikali ya Tanganyika na serikali ya Muungano. Jambo la kustajabisha katika maoni ya walio wengi katika kamati yetu, wawakilishi wa Zanzibar ambao kwa kupendekeza mfumo wa serikali mbili wamekana maoni ya Baraza la Wawakilishi yaliyowasilishwa kwenye Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Tunajiuliza, je, watathubutu kwenda kibanda maiti na kuwaeleza Wazanzibari waende kibanda maiti kuwaeleza Wazanzibari kuwa hawataki kuwepo na mamlaka huru ya Zanzibar? Je, wako tayari kuwaeleza Wazanzibari kwamba wana CCM wenye akili timamu wanamuenzi baba wa taifa na sera yao ni serikali mbili kuelekea serikali moja? Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile kamati yetu ilikuwa na wajumbe wa Bunge la Jamhuri ya Muungano. Tume ya Mabadiliko ya Katiba imeeleza kuwa, na ninanukuu, Bunge la Jamhuri ya Muungano katika maoni yake lilipendekeza kuwepo kwa tume ya utumishi wa Bunge ambayo inajumuisha katika wajumbe Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, Mwenyekiti, Spika wa Bunge la Tanzania Bara na Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Mwisho wa kunukuu mapendekezo ya Bunge la Jamhuri ya Muungano. Inakuwaje wabunge hao sasa wanapendekeza kuwepo na vyombo viwili vya kutunga sheria, Bunge la Jamhuri ya Muungano na Baraza la Wawakilishi Zanzibar? Nani kawashughulikia mpaka wameamua kuacha kuzungumzia Bunge la Tanzania Bara? Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako tukufu lina wajibu wa kukubaliana na maoni ya walio wachache wa kamati namba 10 wa pande zote mbili za Muungano ambao wanashauri kukubaliana na maoni ya wananchi yaliyoratibiwa na Tume ya Katiba na kuachana na muundo wa Muungano uliopo hivi sasa, kwa sababu muundo huo umeshindwa kutatua kero mbalimbali kwa muda mrefu na hakuna matumaini ya kuweza kurekebisha kero hizo chini ya mfumo huo tena. Unaonekana pia kama wataalamu wa mambo ya sheria walivyoonyesha, unakiuka aina ya muungano ulioasisiwa ambao ukizitazama kisheria zile Articles of Union, wataalamu wamesema muundo wa muungano unaoasisiwa katika hizo Articles of Union ni shirikisho. Na kwa kweli kama tungekuwa na Tume ya Katiba katika kile kipindi cha mwaka mmoja kama kilivyokubaliwa na taarifa na tume na Articles of Union, bila shaka tungekuwa na Samahani Mheshimiwa Profesa, naona kuna taarifa Mheshimiwa Ole Sendeka hapo, pengine sisi tulio wachache tumeshtushwa. Sisi tulio wachache, ni utaratibu tu, muda wako tunaulinda. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama kwa kanuni ya 52 kuhusu utaratibu na kanuni ya 33(5) ambayo inasema baada hii ya kanuni ya 33(5), baada ya mwenyekiti wa kamati kuwasilisha taarifa ya kamati inayohusika, mwenyekiti atamuita mmoja wa wajumbe wa kamati aliyeteuliwa na wajumbe walioandaa maoni ya wachache
kutoa ufafanuzi wa maoni yao kwa muda usiozidi dakika 30. Kutoa ufafanuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ninayoitoa ni kwamba Mheshimiwa Profesa Lipumba wakati akisimama hapo kwa muda wa 90% ya muda wake amekuwa akisoma badala ya kutoa ufafanuzi kinyume na utaratibu ulivyo. Kwa hiyo ninakuomba Mheshimiwa Mwenyekiti umwelekeze Profesa Lipumba aweke karatasi pembeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ni bunge. Tumsikilize. Tuwe na utulivu, tusikilize tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo nimesimama Mwenyekiti kueleza utaratibu kwamba anachotakiwa profesa kufanya ni kutoa ufafanuzi na sio kusoma taarifa nyingine. Lakini la pili, Mwenyekiti, ninachozingatia ni kanuni na sio kelele zinazopigwa. Mwenyekiti, nimesimama hapa, nimeshawasilisha nilichoeleza, nasubiri mwongozo wako. Lakini Mwenyekiti, kama tutaendelea na bunge linalopiga yowe, tusikilizane. Mwenyekiti, kama utaratibu ni huu, tusaidie kwamba mtu akiomba mwongozo watu anapiga kelele, na wakati Lipumba anasoma aweke taarifa pembeni asome, atoe kutoka kichwani. Hatusomi taarifa mbili, tunatoa ufafanuzi. Tusikilizane. Mheshimiwa Ole Sendeka, naomba ukae. Nimekushaelewa unachosema. Kuhusu utaratibu Mwenyekiti. Lazima tujibu kitu alafu ndio tunaendelea, sio kuendelea tuna taratibu miongozo isiyo na kikomo. Waheshimiwa wabunge, mimi nadhani mtu anapotoa ufafanuzi kwa namna ambavyo yeye alivyozoea, inakuwaje tatizo? Huyu ni msomi profesa, nadhani ana haki ya kuangalia kwenye Profesa, unapoongea na kufanya rejea, nadhani ndio staili yako, kwa hiyo endelea tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Na Mheshimiwa Ole Sendeka kabla sijaja hapa alinipitia akasema nisiwashughulikie sana. Sasa naona mwenzangu yale makubaliano yetu kwamba na mimi siwashughulikii, naeleza tu hali ya ukweli ulivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tulio wachache tumeshtushwa na maoni ya wengi ya kuondoa uadilifu, uwazi na uwajibikaji zisiwe tunu za taifa. Wazee waliopigania uhuru wa nchi hii walikuwa waadilifu, wawazi na wawajibikaji, ndio maana wakathubutu kumweleza mkoloni kuwa kutawaliwa ni fedheha, na tukataka uhuru wetu, wakagombea uhuru wetu. Ni watu wanaotaka kuendeleza ubadhirifu, wizi na ufisadi ndio wanaoweza kuthubutu kufuta uadilifu, uwazi na uwajibikaji katika tunu za taifa. Kwa kweli ni jambo la aibu kufanya hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuliokubaliana na mapendekezo ya Tume ya Katiba ya muundo wa shirikisho wa serikali tatu hatukuafiki hoja iliyotolewa na walio wengi kuwa muundo huo utakuwa na gharama kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la Tanzania la gharama kubwa za serikali zinasababishwa na ubadhirifu, ufisadi na wizi wa fedha za umma. Wanaopitia mapitio ya matumizi ya fedha, Public Expenditure Review ya mwaka 2010 mpaka 2013 yanaonyesha kuwa 35% mpaka 45% ya matumizi ya serikali hayaleti tija inayokusudiwa, na kwa hiyo fedha hizo zinapotea bure. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna matatizo ya kimsingi
katika mfumo wa hivi sasa. Katika mfumo wa hivi sasa, ukitazama mambo ya muungano na gharama za muungano, mapendekezo ya Tume ya Pamoja ya Fedha kuhusu vigezo vya kugawa mapato na kuchangia gharama za muungano ya Agosti 2006 yanaeleza, na ukurasa huu na nukuu ukurasa wa 18, uchambuzi unaoonyesha kuwa mapato yanayotokana na vyanzo vya muungano yanakidhi matumizi ya muungano na kuwa na ziada ya kutosha. Takwimu zinaonyesha kuwa kiasi kidogo cha mapato hayo kimekuwa kinagharamia matumizi ya muungano. Kwa mfano, uwiano huu ulikuwa matumizi shilingi bilioni 360, lakini mapato ya vyanzio vya muungano shilingi trilioni 1, sawa na asilimia 35. Na mwaka 1999-2000 matumizi yalikuwa shilingi bilioni 465 na mapato yalikuwa trilioni 1 na bilioni 800. Kwa hiyo ukitazama kwa mfumo wa sasa, vyanzo vya muungano vinakidhi mahitaji ya matumizi ya mambo ya muungano. Lakini bado tuna tatizo, kwa sababu katika kipindi chote cha muungano, bajeti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haitenganishi vyanzo vya mapato na matumizi kwa utaratibu wa mambo ya muungano na mambo ya Tanganyika. Ukweli ni kuwa katika mambo ya bajeti tuna bajeti ya serikali moja inayoshughulikia mambo ya muungano na mambo ya Tanganyika kwa pamoja. Kwa muda mrefu, bajeti ya serikali ya muungano imeendelea kutegemea wafadhili wa nje bila kuweka mkakati wa kujikwamua toka kuwa nchi tegemezi. Theluthi moja ya matumizi ya serikali yanategemea mikopo na misaada kutoka nje. Katika miaka yote, mikopo na misaada ya nje ni zaidi ya matumizi ya maendeleo. Kimsingi basi, serikali haitoi fedha yoyote kugharamia matumizi ya maendeleo na inategemea wafadhili kulipia sehemu ya matumizi ya kawaida. Na tuna tatizo kubwa kwamba bajeti tunazozitengeneza hapa bungeni sizo zinazotekelezwa. Upitishaji wa bajeti umekuwa kama ni jambo la kisanii, kwamba bajeti inapitishwa lakini utekelezaji wake unakuwa tofauti kabisa na bajeti iliyopitishwa na bunge. Kwa mfano, katika mwaka wa fedha wa 2010-2011, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, matumizi yake ya kawaida yalikuwa asilimia 243 ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge. Matumizi ya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI yalikuwa karibu mara 2.5 ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge. Matumizi ya wizara ya mambo ya nchi za nje yalikuwa asilimia 146 ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge. Matumizi ya wizara ya nishati na madini yalikuwa asilimia 130 ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge. Matumizi ya ulinzi yalikuwa zaidi ya asilimia 125 ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge. Kwa hiyo tuna tatizo la msingi kwamba kwa muda mrefu tumekuwa hatuna misingi mizuri ya kusimamia matumizi ya fedha za umma. Kwa hiyo kazi ya bunge hili... Mheshimiwa Profesa, rudi kwenye sura ya 1 na ya 6. Barabara. Niko kwenye sura ya 1 na ya 6, Mheshimiwa Mwenyekiti. Hoja iliyojengwa na imewasilishwa hapa kwamba pendekezo
la mfumo wa serikali mbili litaokoa fedha. Ndiyo hoja ya walio wengi iliyowasilishwa. Hoja yangu ya msingi kwamba matatizo yetu sio mfumo kwamba tuna serikali mbili au serikali tatu. Matatizo yetu ni ubadhirifu na kukosa nidhamu katika bajeti